السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa bado tupo katika silsila ya darasa zetu, leo nimekuja na darasa hii kwa ajili ya kutafsiri ndoto. Mtu ambaye ataota kwamba anasoma suratu Qaf. Ukiota ndoto kwamba unasoma suratu Qaf, tafsiri yake ni nini? Tumsikize kwenye kitabu anasemaje. Asema wa man raa kaannahu yaqra'u suratu Qaf wasa'a alayhi rizquhu. Asema wa man raa, mtu yote atakayeota ndoto kaannahu yaqra'u suratu Qaf, akiota ndoto kama vile anasoma suratu Qaf, maana yake asema wasa'a alayhi rizquhu, riziki zake zitakuwa pana, riziki zake zitakuwa nyingi, riziki zake zitakuwa nyepesi kuzipata kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe utakapoota ndoto kwamba unasoma suratu Qaf, basi maana yake riziki zako zitakuwa nyingi, riziki zako zitakuwa pana, riziki zako zitakuwa nyepesi, na wayarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa riziki wewe sehemu ambayo hutoitarajia. Kwa hakikisha kwamba unapoota ndoto kama hii, kama unasoma suratu Qaf katika ndoto, basi tambua kwamba tafsiri yake kwamba wasaa alayhi rizquhu, riziki zake zitakuwa nyingi, riziki zake zitakuwa pana, na riziki zako zitakuwa kwa wingi sana. Tuombe Allah tujalie kheri, tuwe na wende kupata faida kuhusu ndoto hizi, na Mwenyezi Mungu atubariki inshallah. Tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.